Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo nataka tujifunze kitu kitakachoweza kutusaidia. Kuna topic inasema, je, chanzo cha mauti kwa mwanadamu ni nini? Na ilikuwa kuwaje wanadamu wanakufa? Ukifuatilia kisa hiki kinaanza kwenye bustani ya Eden. Mungu alipomtengeneza mwanadamu, alipomtengeneza Adam na Hawa, akaweka kwenye bustani, akaweka miti miwili, mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya, mwingine wa uzima wa milele. Sasa akawekea sheria, akasema atakaye kula tunda la mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya bila shaka kufa na atakufa. Sasa kwa sababu nyoka alikuwa ni mnyama mwelevu na shetani akampitia, akaja akamdanganya Hawa, na Hawa akaja akamdanganya Adam, wakalila lile tunda. Kwa hiyo ukawa ni mwanzo wa lile neno la Bwana kutimia la vifo kwa wanadamu. Ina maana Mungu akawafukuza kwenye bustani ya Eden, kwenye ulimwengu wa roho, ina maana pia kwenye uwepo wake, na akawapa uwezo wa kuanza sasa kuzaa na kufa. Wakianza wakiwa wanakufa kwa miaka mingi sana, 900 lakini baadaye akakasirika, akasema sasa miaka itapungua iwe miaka 120. Lakini kwa sasa miaka inazidi kupungua zaidi na zaidi. Unashangaa watu wanakufa na miaka 50, 60, 70. Na kipindi cha Daudi, yeye akaandika kwenye kitabu cha Zaburi, akaandika miaka 80. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo pia tunayaona yalitokea. Kwa hiyo cha kwanza kilichosababisha kifo kwa mwanadamu ni dhambi. Dhambi inapomtawala mwanadamu inampelekea mauti. Ukisoma kile kitabu kitakatifu cha Yohana wa kwanza, sura ile ya 2, tunaona kitu cha tofauti. Ukisoma ule mstari wa 3:8, anakuambia atendaye dhambi ni wa ibilisi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Na shetani, Yohana 10:10, kazi yake ni kuchinja, kuiba na kuharibu. Yesu Kristo pekee ndo anayetupa uzima. Lakini ukiangalia Yohana wa kwanza 5:18, anasema asiyetenda dhambi yule mwovu hamgusi. Mwovu pekee ndo anayeweza kuleta mauti. Mwovu ni pamoja na matendo ya maisha yetu, pamoja na hofu zetu, pamoja na kukosa utii, pamoja na kuongozwa kwa tamaa za mwili, huku tukipuuza roho ya Mungu inayoweza kutupeleka kwenye uzima wa milele. Nataka tusome hili neno. Ukisoma hichi kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 6, nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Anakuambia, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yetu, ninyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo sio wake. Ukiendelea mstari wa 10, anasema, na Kristo akiwa ndani yetu, mwili wetu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yetu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahiuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yetu. Kwa tunaona tukiwa tunaenenda kwa mwili, asilimia kubwa tunaenda kwenye mauti. Lakini tukienenda kwa roho, ina maana mauti yanakuwa hayana nguvu juu yetu na juu ya maisha yetu. Nataka nikusomee pia kitabu hiki cha Wagalatia kuanzia huu mstari huu wa 5, sura ya 5 kuanzia mstari huu wa 16. Utaona kitu cha tofauti. Anakuambia, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtaweza kuzitimiza tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili,
kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria, bali matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, falaki, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini anakuambia tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utulivu, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Anamalizia na kusema kwamba na hao walio na wa Kristo Yesu wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yao mabaya na tamaa zake. Unaona kwamba ili uweze kuenenda kwa Roho na uweze kumpendeza Kristo na uweze kumpendeza Mungu, lazima uwe tayari kusurubisha mwili wako, mawazo yako mabaya na tamaa zako. Na anasema tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Kwa hiyo ili ushinde kifo, ushinde mauti, ni lazima ukubali kutembea nje ya dhambi. Dhambi inampa roho chafu nafasi, uhakika na legal procedures, au tuseme uharari wa kisheria kutawala mwili wako na kuharibu na kuleta magonjwa. Tunaona Yesu Kristo mwenyewe anatueleza kupitia mtumishi wake Yuda kwenye kile kitabu cha Yuda 1 mstari wa 9. Tunaona shetani anapigania mwili wa Musa, kwa sababu Musa alikufa kwa kutenda dhambi na Mungu akamuua mwenyewe, kwa sababu alikuwa na hasira, akapiga mwamba kwa fimbo, mwamba aliowaambia kwamba autamkie. Ina maana akawa amemdhalilisha Yesu Kristo mbele yake Baba. Lakini pia kuna kitu ambacho ni lazima tukielewe na tukijue. Tunapotenda dhambi, ina maana pia tunafunga baraka na uwepo wa Roho Mtakatifu kutuongoza kwenye maisha yetu. Kumbuka Roho Mtakatifu alikuja duniani kushuhudia ulimwengu kwa habari ya haki, dhambi na hukumu, kwamba habari ya dhambi wale wasiomwamini Kristo na wasiotembea katika neno lake, ina maana hao wamekwisha kuhukumiwa, ina maana wataenda jehanamu. Sasa ni wewe kuamua sasa kutuni mawazo yako, tamaa zako na fikra zako na matendo yako katika kuona ni lipi jema linampendeza Mungu, na kuusurubisha mwili ili uweze kutii Roho katika kufata yale yanayompendeza Mungu, ili tuweze kufikia ule uzima wa milele. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 11 mstari wa 25 mpaka ule kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari ule wa 25 na 26, anakuambia wale ambao watakufa katika Kristo wanamwamini, hao wataishi milele. Lakini wale watakao muamini Kristo hawajafa, wataishi milele. Kwa hiyo kuna vitu lazima uanze kuvijua. Hapa duniani Yesu pia alisema kuna watu katika hawa hawatoionja mauti mpaka watamuona mwana wa Adam akija kwenye mawingu yake na malaika mkuu. Sasa wewe mwenyewe unawaza nini juu ya maisha yako? Umepanga kufa au kuishi na kuwa na uzima wa milele? Kumbuka maisha ni machaguzi. Unaweza kukubali kuishi nje ya magonjwa, nje ya mateso, nje ya maumivu, pale unapopambana na matatizo yote yanayohusiana na dhambi na kutotii sauti ya Mungu. Ni pamoja na kuacha kutosamehe, kuondoa uchungu, kuacha kufanya matendo yote ambayo hayampendezi Mungu, na hapo utaweza kuishi. Ndio maana siku moja Yesu akiwa anahubiri aliulizwa na baba mmoja, akamuuliza nifanye tendo gani ili niwe mwema? Yesu akamwambia hakuna mtu aliye mwema chini ya dunia, labda Baba tu, lakini ukitaka uzima basi acha dhambi. Akamuuliza dhambi gani? Usiue, usizini. Akawa amemtajia dhambi zile. Kwa hiyo kumbe uzima wa milele, kutokuharibika, ni pamoja na kukimbia dhambi,
na kitu chochote kinachohusiana na uasi mbele ya Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.